Na mtazamaji wa Hot Drop, nimekutana na mzee wa Saluti, tukazungumza naye atuambie tathmini yake juu ya mchezo mzima wa siku hii ya leo kati ya Simba na Azam FC. Mara mwisho Azam na Simba walitoka draw ya 2-2. Mzee wa Saluti, leo Simba atatoka na ushindi ama matokeo yatakuwa kama yale ya mchezo ambao ulipita? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Na imani tunakuja kuangalia mchezo mzuri sana. Na kitu ambacho kinasababisha kuwa mchezo mzuri, kuna fezi kama tatu. Fezi ya kwanza ni kwa walimu, fezi ya pili ni kwa kikosi cha ndani, hasa kiungo, beki na forward, fezi ya tatu ni team wise kwa ujumla. Nikija kwa mfumo wa kocha, Flora Ibenge, kocha wa Azam, bonge moja la kocha, ana CV kubwa, lakini CV yake kubwa sana tunaipeleka kwenye mashindano ya CAF. Lakini Suleiman Abdallah Matola hana CV kubwa ya mfumo wa CAF, yani ile experience. Lakini katika ligi ya ndani anajua na anaweza ajue atafanya nini. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona katika bato tu la makocha, mmoja ana CV kubwa katika mfumo wa CAF, mwingine ana uzoefu mkubwa katika mechi za ndani. Lakini la pili, Simba Sports Club na Azam katika Tanzania, timu ambazo zina viungo wazuri sana kwa sasa hivi ni Simba na Azam. Wote wana viungo wazuri. Actually tunapomzungumzia Faisal Salum, Fei Toto, Fei Abdallah, Fei Lasufi, ni bonge moja la kiungo, na I wish mimi mwenyewe natamani kwenye timu yangu niwe na mtu kama huyu. Lakini the same kuna midfield wengine kama tunasema Sadio Kanute. Kwa hiyo na katika mfumo wa kiungo kuna transition to attack na transition to defend. Mmoja anakaba, mwingine anashambulia. Na ukiona Sadio Kanute ni kiungo mzuri wa kukaba, Faisal Salum ni kiungo mzuri wa nini? Wa kushambulia. Kwa hiyo hapa anakutana sasa na viungo wengine wa Simba, Yusuf Kagoma na Kante. Kwa hiyo hapa tutaona bato la katikati, nani ataiwini mchezo. Hiyo ni kwa timu midfield kwa ujumla. Lakini udhaifu wa hivi vilabu vyote katika safu yao striking force ya kushambulia inaonekana bado wanasuasua katika kusuasua kutengeneza magoli, katika kufunga magoli. Bado timu hizi zinatengeneza magoli sana, lakini zinakosa magoli sana. Kwa hiyo unaona timu hizi ni kama zinafanana, viungo wazuri, lakini striking yake yote inafanya nini? Inakosa magoli. Lakini kitu ambacho kitasababisha mchezo huu kuwa mgumu zaidi ni Azam amepoteza, ameshinda mechi moja, ameshinda mechi na kama sijakosea ameshinda mchezo mmoja, lakini amedraw na JKT, amedraw na Namungo, amedraw na Singida, kashinda mchezo mmoja tu. Kwa hiyo katika huu mchezo atataka aonyeshe kwamba hapa na mimi nataka nitokee hapa. Lakini Simba Sports Club tumetoka kupoteza michuano ya CAF, washabiki bado hawajakaa ile stable. Kwa hiyo nataka Simba Sports Club ishinde ili tutengeneze mentality ya washabiki wetu kutufanya nini? Kutuamini. Kwa hiyo unaona hivi vilabu vyote kama vina scheme sawa. Kwa mfano timu zote zimetoka kupoteza mashindano ya CAF mechi zote mbili, timu zote zina viungo wazuri, timu zote striking yake bado inakosa magoli kwa wingi. Kwa hiyo naweza nikasema utakuwa ni mchezo mzuri, lakini kama timu zote zitaingia kwenye kuogopana na kuheshimiana sana, nadhani hii naona ni mechi ambayo itaenda kutoa pacha, yani solo. Lakini kama timu zitaenda kuseme kwamba twende kucheza, kila mmoja acheze asimwogope mwenzake, tutapata mchezo mzuri na bila shaka tutaona magoli. Tuzungumzie uzoefu wa makocha. Umesema Ibenge na uzoefu mkubwa sana upande wa kafu. Lakini pia tusisahau kuwa Matola amekaa kwenye benchi la Simba kwa misimu takribani 4-3, na misimu yote hiyo klabu ya Simba imekuwa ikiingia kwenye michuano ya CAF. Kwa namna nyingine naweza kusema kwamba ana uzoefu kiasi, kwa sababu amekuwa akishirikiana na baadhi ya makocha ambao wamekuwa wakiinoa Simba hata kwenye michuano ya CAF pamoja na kwenye ligi pia. Hiyo haitoshi kumwadhibu Ibenge, au hiyo haitoshi kumpa ushindi dhidi ya Azam siku hii ya leo? Katika mechi lolote tu linaweza likawezekana. Mimi nimezungumzia hivyo kwa sababu Matola hana uzoefu wa kuwa kocha mkuu wa kuaminiwa kwa muda mrefu.
lakini na hapa tuipe Simba Sports Club tuwashauri kwamba Suleiman Abdallah Matola tumpe timu na tumpe muda, tumvumilie, kwa sababu inaonekana pale ambapo kocha anapokuwa ameondoka, anapokuwa anakuja Matola, timu inakuwa ipo vizuri. Kwa hiyo tunajiuliza why? Kwa mimi maoni yangu ningeomba Matola apewe timu. Kwa sababu gani? Wakisema timu yangu imtafute kocha mwingine kwa sasa hivi, kwanza kocha anapokuja kuna vitu vitatu waga ana insight. Cha kwanza ni kutengeneza personal behavior ya kila mchezaji, kwamba tujue huyu mchezaji ana akili gani. Ni kama hata uwanjani, huyu anakuwa Iron Man, huyu anakuwa Gold, huyu anakuwa Silver. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na nini, huyu anaelewa kwa haraka, huyu slow laner, huyu mpaka aweke maji kwenye kidumu ndo material yaingie. Na makocha ndo wako hivyo hivyo kutengeneza mentality ya mchezaji. Kwa hiyo kocha anapokuja, cha kwanza kinachomkumba ni hicho, kwamba atengeneze personal behavior ya kila mtu, amjue tabia yake. Lakini la pili, inject mfumo ambao anataka kucheza. Lakini cha tatu sasa ndo aingie sasa kwenye material ya uwanja na conducive environment. Kwa hiyo hapo ligi haikusubiri, hapo ligi inafanya nini? Hapo ligi inaondoka, unaona. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. Tumekuwa tuamini makocha weusi, tunaamini kwenye rangi nyeupe sana kwamba wazungu ndio watu ambao wanaojua sana mpira, na hii imekuwepo hasa kwenye ligi yetu ya Tanzania. Tunapoletewa kocha mzungu tunamwamini kwa sababu ya rangi yake. Hii ikoje? Kwa nini mashabiki wa Simba kwa hivi sasa mmeng'ang'ana timu apewe Matola na sio mzungu tena kama ambavyo tumezoea? Naweza nikakukumbusha 1993 Simba Sports Club walicheza fainali ya CAF hapa katika uwanja wa Shamba la Bibi. Sawa. Ambapo kipindi anacheza fainali, kocha alikuwa kocha mzawa King Kibaden Mputa, si ndio? Yes. Sasa kwa nini King Kibaden Mputa alikuwa kocha na timu imefika fainali? Kwa nini tusiamini watu wetu? Kwa hiyo tunasema tu kwamba nilipokuwa kidato cha 3 kulikuwa kuna topic inaitwa colonialism. Kuna kitu kinaitwa neo-colonialism, yani unatawaliwa kimfumo mwingine, kifikra, kila kitu. Kwa hiyo tusiwe washamba kiasi hicho, tuamini vya kwetu. Binafsi hata mimi na imani tumpe timu Matola, lakini tumtengenezee mazingira ya kufanya kazi vizuri ili tuendelee vizuri ndugu yangu. Bwana, mimi nashukuru sana. Basi tukutane baada ya mechi. Basi shukrani sana, tutakutana baada ya mechi. Asante. Asante.